nilikumbuke kwamba gaidi anatoka gerezani, hajafika hata nyumbani kwake, amekwenda Ikulu. Baadaye yote yaliyotokea, watu wametekwa, watu wamepotezwa. Kila anayekosoa Polepole ambaye amekuwa kiongozi wa CCM mwandamizi, amekuwa mpaka katibu mwenezi, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha CCM, wakati wote alikuwa salama, na Samia akamteua kuwa balozi wa Tanzania. Unapokuwa balozi, a vetted officer, maana yake umepitiwa rekodi yako na vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi. Alipoanza kumkosoa tu Samia, Polepole hajulikani alipo. Ali Kibao alikuwa afisa wa chama chetu, alishushwa kwenye gari mchana, akakutwa ameuawa kinyama, ametobolewa macho, amemwagiwa tindikali. Baadaye Samia Suluhu Hassan akasema kifo ni kifo tu. Mdude Nyagali na viongozi wengine wengi wa chama chetu wamepotezwa na kuuawa, wakiwemo hata viongozi wa CCM. Hivi karibuni tumekuwa tukihangaika na tunahangaika na kesi ya mwenyekiti wetu Tundu Lissu, ambaye tangu mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 9 alikamatwa kwa mabavu tukiwa kwenye ziara ya chama. Amewekwa mahabusu ya magereza mpaka sasa. Kesi imesimama. It's a politically motivated case. Ni kesi ya mtu ambaye anapaswa kushindana kisiasa, ameshindwa, anaonea viongozi anaopaswa kushindana nao. Leo Lissu yuko ndani kwa mwaka mmoja na miezi 4 sasa. Mtakumbuka baada ya tarehe 29 Oktoba, kwenye uchafuzi ambao Samia na serikali yake dhalimu waliua Watanzania kwa maelfu. Kwa mujibu wa gazeti la The Sun la Uingereza, zaidi ya watu 10,000 walikufa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa, BBC, CNN, maelfu ya watu walikufa. Cold blooded. Wengine wamepigwa risasi wakiwa nakimbia. Hapa Mwanza, vijana waliokuwa kwenye ukumbi wa mpira walikwenda wakarazwa chini, wakamiminiwa risasi. Baada ya ule uchafuzi na Samia kujitangaza, haikutosha. Alikamata maelfu kwa maelfu ya Watanzania, wakabambikiziwa kesi mbalimbali, uhaini. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu niliokamatwa siku 14 kabla ya uchaguzi, na nikaishia kukaa kwenye mahabusu za magereza, mahabusu za polisi kwa siku 21, na nikabambikiziwa kesi ya ugaidi. Baadaye nikawa napewa masharti, nilipoyakataa baadaye wakaniachia. Mpaka leo gaidi akaachiwa. Sasa naambiwa wale vijana ambao wamesomewa shtaka kule Mbeya, walipokuwa wanapigwa, wanahojiwa, na wengine mmoja akavunjwa mguu, walirekodiwa wakiambiwa waseme mimi ndio niliwatuma kufanya vitendo vya kigaidi na niliwapa milioni 60. Kwa wamerekodiwa. Na inawezekana hii trend ambayo tunaiona mpaka viongozi wa chama wamekamatwa, inawezekana na sisi wengine baadaye tukakamatwa, tukapewa kesi kwa maagizo ya Samia. Sasa kuna mambo kadhaa ya kusema. Nchi kama hii ambayo imepoteza leadership haiwezi kuendelea. Implication za mambo haya ni, kwa kizungu wanasema ni far reaching, ni kubwa kuliko mnavyoweza kuelewa. Leo hii serikali imelipa kampuni ya kimataifa ya lobbying zaidi ya bilioni 6 kwa mwaka, na zipo kampuni 3 kusafisha taswira ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake na nchi kwa uchafu ambao wamefanya wa kuua maelfu ya watu.
Baadaye wewe unalipa watu fedha, kesho yake unakamata watu 51 unasema ni magaidi, viongozi wa chama cha siasa. Sasa ni mtalii gani anaweza kulipa pesa zake akaja kwenye nchi ambayo ina magaidi, ambayo serikali yenyewe imekiri kuna magaidi? Ni mtalii gani ambaye anapenda maisha yake anakwenda kwenye nchi ambayo kuna magaidi zaidi ya 50 kwa uthibitisho wa serikali? Hapa tujazungumzia bodaboda ambao wamekamatwa. Huyo mtalii atarara kwenye hoteli gani akiwa na amani kama hiyo hoteli haitalipuka usiku wake? Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwa Afcon Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Mmeshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan, Iraq? Mmeshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu. Na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema. Na pili, Bwana DPP Mwakitaru, mkurugenzi wa mashtaka, chini ya Mwakitaru watu wengi sana wanaonewa. Ofisi ya DPP ambayo ipo kwa mujibu wa katiba, iliyopaswa kuendesha mambo yake kwa uhuru, inatumiwa na wanasiasa kuumiza watu ambao wanashindana nao. Tumekwenda mahabusu hapa, magereza. Kuna bwana mmoja mke wake amefariki wiki moja iliyopita, amebaki na vitoto vyake viwili, amekamatwa, hana ndugu. Tunamuuliza, analia, anasema hajui watoto wake hata wako na nani kwa muda huu tunavyozungumza. Kwa hiyo inabidi tukachukue wale watoto tuwagawane kwenye familia za watu wa Chadema. Fikiria hiyo pain. Na Mwakitaru anajua kutoka moyoni kwamba watu sio magaidi, ni viongozi na wanachama wa Chadema tu wanaotaka kushindana kwa haki kwenye nchi hii. Kwa hiyo tunafikiri ofisi ya Mwakitaru na ofisi ya DPP ni ofisi inayopaswa kufumuliwa na kuundwa upya, na ndio maana tunataka katiba. Na namkumbushe Mwakitaru, yeye ni wakili, ni mwanasheria, asome kesi ya Nuremberg trial. Henchmen, watu waliokuwa wanatumiwa na serikali ya Adolf Hitler, waliokuwa wanatumiwa na Hitler, wakina Hermann Göring, kuumiza watu. Waziri wa mambo ya nchi za nje, kisingizio chao kilikuwa ni kwamba sisi tulikuwa tunapewa maagizo kutoka juu. Haikusikilizwa kwa sababu maagizo kutoka juu sio sheria. Waliulizwa sheria ilikuwa inakuelekeza nini. Inakuaje kwenye nchi hii? Samia Suluhu Hassan siku ya sheria alisikika yeye mwenyewe anasema kuna wanaharakati ni magaidi. Nasema uongo? Siku ya sheria ndio Samia Suluhu Hassan alisema wanaharakati
ni magaidi. Baada ya hapo watu 51 ndani ya wiki mbili wamepewa kesi za ugaidi. Kwa ni maagizo ya Samia Suluhu Hassan kuwabambikizia watu kesi za ugaidi. Kwa ni conspiracy ya kuumiza viongozi wanaompinga ambao wapo kwa mujibu wa sheria. Mwalimu wa chuo kikuu, wanafunzi, ukisoma azimio la Kampala la mwaka 1990 ambalo Tanzania ni signatory, alisaini kwenye hilo azimio, tunazungumzia intellectual freedom, uhuru wa kitaaluma. Tulikubaliana kwamba wanataaluma wote wana uhuru wa kufanya utafiti, wana uhuru wa kuchapisha machapisho yao yanayohusu utafiti waliofanya, wana uhuru wa kuunda vyama vya kitaaluma, trade unions za kutetea maslahi yao na kudai uhuru zaidi wa kufanya kazi zao. Mimi nimesoma chuo kikuu, na wale ambao tumesoma chuo kikuu tunaelewa kwamba chuo kikuu ni tanuru la kuoka fikra, ni tanuru la kusugua mawazo. Chuo kikuu sio sehemu ya kujaza watu hofu. Hata zama za chama kimoja, zama za Mwalimu Nyerere, ambapo kwenye maandiko yote ilikuwa ni zidumu fikra za Mwalimu Nyerere, zidumu fikra za mwenyekiti wa CCM, lakini chuo kikuu walikuwa napinga sera mbalimbali za Mwalimu. Na kule chuoni Mwalimu alikuwa anaenda kusikiliza. Chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo UDASA imekuwa ni sehemu ya kutesti tunahitaji hypothesis, tafiti mbalimbali kwamba kwa nini sheria zetu haziwe applied vizuri. Pale ndio watu wanafanya ushindani, watu wanachapisha, wanaandika maandiko. Dunia nzima ndivyo ilivyo. Hata Adolf Hitler, dikteta, hakuwahi kuingilia vyuo vikuu, kwa sababu kwenye vyuo vikuu ndio mtu atajiuliza, kwa nini hii gari ilitengenezwa inaenda mbele tu? Kwa nini isitengenezwe inaenda upande upande? Kwa nini hii gari inakunywa mafuta hivi? Kwa nini tusitengeneze valve ambazo zitapunguza mafuta? Ni kwenye chuo kikuu. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wanataka kucontrol mpaka mawazo ya watu wa vyuo vikuu, namna ya kufikiri, kwamba nchi hii mtu anayefikiri vizuri ni Samia Suluhu Hassan na watu waliojiweka madarakani kwa kuua watu. Watu wengine wakiwa na fikra tofauti ni magaidi. Mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa, maana yake Samia ana send signal kwamba nchi hii inatakiwa vyuo vikuu vyote viwe mbumbumbu. Tusubiri yeye atakachofikiri, ndio hicho kiko sahihi. Chuo kikuu. Na ni mambo ya ajabu kwamba watu kama Kabudi, ambaye tunakumbuka Kabudi huyu akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akiwa UDASA. Kabudi amejulikana kwa nini? Si kwa kupiga kelele alizokuwa anapiga UDASA pale. Kitila Mkumbo, si ndio alikuwa anaendesha mijadala mikubwa kuhusu katiba? Huyu Kabudi yuko on record. Wakina Said Chachage, wakina Profesa Holb Othman. Leo mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa kwa freedom ya thinking, na ninashangaa mpaka sasa wanafunzi wanaingia darasani, walimu wanaendelea kufundisha, mwenzao amekamatwa. Unajiuliza ni nchi gani hii? Hao ni wahadhiri kweli? Na wanafikiri hili linamhusu Mwalimu Kaijage, mhadhiri Kaijage wa UDOM. Nataka niwakumbushe walimu wote wa vyuo vikuu na wanafunzi, wakati wa Adolf Hitler, kasomeni Bati Nemora aliyekuwa askofu na mchungaji kwenye serikali ile. Anasema Adolf Hitler alipoanza kuua wafanyabiashara na kushughulikia wafanyabiashara, alisema mimi sio mfanyabiashara, mimi ni mchungaji, hayanihusu. Baadaye akaanza kushughulikia trade unionist,
watu wa vyama vya wafanyakazi, akasema I'm not a trade unionist, hayanihusu. Akaja akaanza kushughulikia Jewish ambao aliua zaidi ya Wajewish wa Israeli zaidi ya milioni 6, akasema mimi sio Muisraeli, hayanihusu. Akashughulika na walimu, akasema mimi sio mwalimu, hayanihusu. Baadaye akaja kushughulika na viongozi wa dini. Martin Nemora akasema nilipogeuka nyuma nikajikuta nimebaki mwenyewe. Kumbe ningetetea yule wa kwanza asingenifikia mimi. Walimu wa vyuo vikuu na wanafunzi ambao mko madarasani, walimu mnaenda kufundisha, mnafundisha nini? Mwenzenu amepewa kesi ya ugaidi ya uongo. Utasema ni Kaijage wa UDOM. Kesho utakuwa wewe wa Sauti. Kesho kuto atakuwa yule Juma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Siku nyingine atakuwa mwalimu fulani. Kwa sababu tuliposema alipobambikiwa kesi Lissu, walisema ni Lissu. Leo wamefikiwa walimu wa vyuo vikuu. Kesho itakuwa waandishi wa habari. Kesho kuto itakuwa wachezaji. Siku nyingine itakuwa wasanii. Hakuna mtu ambaye yuko salama chini ya utawala wa huyu mama. Lazima tupige kelele. Lazima tupige kelele. Nimemsikia Bwana Nchimbi anazungumza, na kwa kifupi alichosema Nchimbi ni kwamba wanaozuia katiba ni kikundi ambacho kiko chini ya Samia Suluhu Hassan. Ndicho alichosema Nchimbi. Kwa sababu Nchimbi anasema Samia anataka katiba, lakini wakati huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje? Kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa? Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge fake lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Amesema Nchimbi kwamba wanaharakati sio magaidi. Nani kwani aliyesema wanaharakati ni magaidi kama sio Samia Suluhu Hassan ambaye ni bosi wake Nchimbi? Nani aliyesema hivyo? Si Samia ndio amesema wanaharakati ni magaidi? Sasa Nchimbi anapotuambia kwamba wanaharakati sio magaidi, rais anasema wanaharakati sio magaidi, hapo anatuambiaje? Kwamba tufuate kauli yake au ya yule aliyesema wanaharakati ni magaidi? Kwa Nchimbi anatuambia anayesema wanaharakati ni magaidi ni huyu, na ndio ukweli. Nchimbi anasema kuna watu wananufaika, kuna rais atanufaika na katiba mbovu hii. Kwani nani rais ambaye ananufaika na katiba hii, ambaye ameua maelfu ya watu na kujitangaza kwa uongo? Nani anayenufaika naye? Kwani hamuelewi alichosema Nchimbi? Anasema kuna watu wanabambikia watu kesi. Hapa tuna watu 51 nimewaambia viongozi, akiwemo katibu wetu wa kanda Jackson Mnyawami. Kwa Nchimbi anatuambia anayeagiza, na ni ukweli tumeuona, kwa sababu Samia alizungumza siku ya sheria akasema kuna magaidi, baadaye watu wamekamatwa. Kwa hiyo anayeagiza kwa mujibu wa Nchimbi na kitu tunachoona na ambacho tunajua na ambacho tumesikia, Samia Suluhu Hassan ndio anayetoa maagizo ya watu kuumizwa kwenye nchi. Ninawaomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse. Farasi ambaye yuko dakika za mwisho. CCM imefika mwisho, ndiye anarusha mateke ya aina hii. Na sisi we want to be blackmailed. Hatutakubali kuwa blackmailed. Hakuna atakaye tushinikiza kufanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu wa sheria na nje ya haki. Hatutakubali. Hatutapigia mtu yoyote magoti kwa uongo. Kwa wanachadema wawe imara. Mawakili wetu watashughulikia mambo haya. Tunajua mahakama zetu sheria hazifuatwi, lakini ni vizuri tukaweka rekodi. Natumia nafasi hii kuagiza mawakili wetu, mwanasheria mkuu wa chama na mawakili wengine wote, aandae timu maalum
za kuendelea kupambana kuhakikisha viongozi wetu hao wanaachiliwa immediately, wanarudi kwenye shughuli zao. Wanachama wetu nchi nzima, hakikisheni mnaonana na familia hizo za watu ambao ndugu zao wamekamatwa. Tuwasaidie familia zao zisilale njaa kwa sababu watu wao hawapo. Kama tutakula makande, tutakula makande wote. An injury to one of us is an injury to all of us. Maumivu ya mmoja wetu ni maumivu ya wanachadema wote. Kesi ya hawa viongozi sio kesi ya wale viongozi tu, ni kesi zetu sote wanachadema tulioko nje. Tunahitaji kuwa na mshikamano zaidi kipindi hiki. Testing time. Lakini nyakati nzuri ambazo wazungu wanasema when the going get tough, the tough get going. Mwendo unapokuwa mgumu, wale wagumu ndio wanasonga mbele. Na ni kipindi hiki ambacho wanachadema tutapimwa na tutaona ni kwa kiasi gani tunaamini yale tunayoyapigania. Tunaamini kiasi gani katika kubadilisha nchi. Tunaamini kiasi gani katika kuleta mabadiliko ambao watu wengine hawataumizwa kama tunavyoumizwa na Samia. Ili watu wengine watakao kuja kuishi baada yetu waseme wazee wetu waliishi wakatuondolea adha, wakaumia ili sisi tuishi vizuri. Wakumbuke makaburi yetu, wakumbuke majina yetu, kwamba hawa walitoa damu zao na miili yao ili leo sisi tuendeshe gari bila hofu. Nchi imejaa hofu. Hakuna anayejua nani atatekwa, hakuna anayejua nani atawekewa kesi, hakuna anayejua nani atapigwa risasi. Nchi imejaa hofu. Tunapaswa kuondoa hofu hii. Na hofu hii ni hofu inayoletwa na serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na watu. Tusaidiane. Nyie ambao kama ni waandishi wa habari kweli, andikeni vitu ambavyo vina msingi na nchi. Tusilete propaganda. Hakuna ambaye yuko salama hapa. Mkitumiwa kupewa vishilingi 50,000, mnatoka kwenye hoja ambazo ni za msingi. Badala ya kuandika mambo ya msingi, mnaandika mambo ya kitoto. Watu wanaiba pesa kwenye mafuta. Watu wanabambikia watu kesi. Watu wanaiba pesa kwenye bandari zinauzwa. Ardhi ya nchi yetu. Huyu mama anakwenda kuzindua eti ujenzi wa SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma. Hivi unaweza kwenda shambani kuvuna mahindi wakati hata hujalima shamba? Hiyo SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Tabora imemshinda. Anaenda kuzindua tena kipande kingine ambao ile ya kuunganisha hana. Hivi sisi ni wajinga kiasi gani? Haya ndio mambo ya kuandika, kuwaeleza Watanzania nini kinaendelea. Yaani wewe unataka uhamie kwenye nyumba, huna hata msingi, huna hata jiwe, unaenda kujenga, una mabati, huna msingi, unaenda kuwezeka kwenye nini? Kipande cha SGR cha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kilijengwa, kikaachwa pale. Tangu hapo nyie tuko hapa Mwanza. Miaka 3-4 yote ya huyu mama. Mmeshaona hata nondo inawekwa hapo. Leo anaenda kuzindua kingine. Si umalizie hii kwanza hii. Hii tu hapa haipo, imemshinda. Sasa unazindua ya kutoka Kigoma, isi Tabora kwenda Kigoma. Sasa hii utaiunganisha na nini? We are not fools. Sisi wajinga. Deni la taifa limepanda. Huyu mama amekopa kwa miaka 4 ya kwake trilioni 59. Marais wote tangu uhuru mpaka sasa wamekopa trilioni 54 tu. Yeye miaka 4 tu trilioni 59. Hazijulikani ziko wapi. Nchi inaenda shimoni. Na sisi tupo tunashangilia ujinga. Watu wamebambikiwa kesi za uongo. Kwa tusaidiane. Ninawasihi wazee wa nchi wajitokeze. Huu ni wakati wa kusimama na kuhesabiwa. Wana taaluma, vyama vya wafanyakazi. Kama serikali hii imefikia stage ya kutaka kumonopolize mawazo ya watu, thinking, utakuwa umekaa nyumbani, watakuuliza unafikiria nini, na watakuua kwa kile unachofikiria kichwani kwako, kama mawazo yao yatatofautiana na ya kwako. Uhuru wa kutafiti, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kielimu. Chuo kikuu, hii ni jambo kubwa. Hili ni jambo kubwa kuliko yote. Chuo kikuu ni sehemu ya kusugua fikra.
ni tanuru la kuoka mawazo, ujuzi, uelewa. Chuo kikuu sio tanuru la kujaza watu hofu. Chuo kikuu sio kiota cha vitisho. A university. Mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa ni signal kwamba Samia anataka nchi nzima itue mambumbumbu. Hatutakubali kuwa mbumbumbu. Wale wachache mtakao kubalini nyie. Sisi wanachadema hatutakubali at least kuwa mambumbumbu ambao Samia atafikiri kwa niaba yetu. Hatakubali. Hatasimama. Tutahesabiwa. Na Mungu atatuongoza kuokoa nchi hii. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Makamu kwa hotuba nzuri kwa Watanzania. Mheshimiwa Makamu, kuna tukio moja muhimu sana. Hapa tulipo wapo baadhi ya ndugu ambao waume zao, watoto wao, ndugu zao wako gerezani. Na kama ambavyo umeeleza, wamekamatwa katika mazingira ya ajabu. Wengine walikamatwa usiku wakiwa uchi, wakaburuzwa hivyo hivyo, wakapigwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu, kwa heshima yako, kabla hatujapokea maswali, ninaomba nimkaribishe miongoni mwa hao ambao wapo hapa azungumze mawili matatu kwa niaba ya wengine. Tutaendelea kuwaleta waongee kwa kweli, kwa sababu tunataka tuoneshe dunia namna ambavyo hawa watu wanatutesa. Kwa mama, karibu sana, uzungumze kwa dakika 2-3 hivi, dunia ikuone na ujiamini. Kwa kweli umemwona mume wako, na shukuru una courage, lakini tutashinda. Karibu sana. Wakubwa shikamoni, wadogo habari za sahihi. Mimi mume wangu amepewa kesi ya uhaini, ukaidi, kwa sababu yule ilikuwa tarehe 8. Hiyo tarehe 8 alikuwa kwenye kikao cha ODC kule, alikuwa kwenye kikao cha ODC huko na nili kule ile ni wapi? Sio Ibongero. Kwa kata, alikuwa kata kwa kikao cha ODC. Alipokuwa kwenye kikao cha ODC akatoka mtendaji kule, walikuwa na mtendaji wote. Baadaye nikasema kwa nini mtendaji amekuja peke yake? Mume wangu hajaja hapa nyumbani, mtendaji ndo amekuja. Nikamuuliza mtendaji, "Bwana wewe umefika peke yako?" Mume wangu hajafika. Akatamka ya kwamba yuko hapo nyuma. Nikasubiria, nikamuona, nikasema yule pale. Baadaye wakapiga simu kwa yule shemeji yangu anayemdhamini mara kwa mara. Hii ni mara ya 3 anakamata. Baadaye alipopiga kwa shemeji yangu aje afate simu yake, akafuata ile simu. Hatukumuona hadi dakika ya mwisho mpaka saa 5 za usiku. Kuna mtoto wangu ambaye yuko Dar es Salaam anasoma. Akawa ameandika message, "Mama, baba mbona?" Akasema kwamba hapo kuna shida nyumbani. Nikamwambia shida, najua baba yako hayupo. Akasema baba hayupo, sawa. Nimeamini kwamba baba hayupo, nimeshaona kwenye vyombo vya habari kwamba amekamatwa, yuko kituoni. Sasa alipoenda kituoni mara kwa mara akasema, "Mama, natakiwa tuombe Mungu asimame, kwa sababu mimi mwenyewe najua hata wale Paulo na Sila waliomba gerezani wakapata kufunguliwa. Ina maana naamini kwamba na yeye atafunguliwa. Na mimi ni kiongozi mzuri, anapendwa na wananchi, hata kama serikali hayompendi, ya kwamba Mungu yuko pamoja na yeye. Mungu atasimama pamoja naye. Mimi na familia ya watoto 4, na pale alipo gerezani amewekwa ndani kule gerezani, yeye ndo anafanya kazi, maana ni mfanya biashara, ni mwenyekiti alafu ni mfanya biashara. Lakini sasa kwa namna hiyo na nyingine inatakiwa kabisa Mungu amsaidie atoke kule ili watoto wake waendelee na masomo. Kuna watoto wako chuo, mmoja yuko chuo, wengine wanasoma primary. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kupitia hilo. Si kwamba sisi tunapenda akae kule, tunapenda arudi nyumbani ili asaidie familia. Kwa kweli mimi nilikuwa ni hayo mambo yangu. Anaitwa Fanson Mpango. Mwenyekiti wa Ibongero A wa serikali ya mtaa. Na ni viongozi tu wawili kule kwenye mtaa wetu, wako viongozi wawili peke yake. Si kwamba ni wengi, ni wa Chadema wote. Kuna Salvatori na mwenyekiti Fanson Mpango.
Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada, mnisaidie kwa sababu na watoto 4 kwenye ndoa yangu kwa hiyo sasa miaka ya ndoa ni miaka 27. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kabisa, kwa sababu naomba Samia anayoyafanya sio kweli kabisa, kwa sababu sio haki kabisa. Hawawezi kuingia mle ndani wakakaa ndani gerezani ndio na msaada wanasaidia kabisa familia. Inatakiwa kabisa watusaidie kwa hilo. Mama yule atuone kama wamama wenzake, na yule amepata uchungu kama sisi. Si kwamba hajapata uchungu kama sisi tulivyopata uchungu. Wale ni watu kama yeye. Asimame awasaidie. Hata kama ni viongozi wa Chadema asimame awasaidie. Si kwamba wasisiemu sijawahi kuona wanaingia ndani. Wanaoingia ndani ni wa Chadema peke yake. Na yule ni kiongozi mkubwa na anaheshimika na watu wanampenda mtaa mzima. Wanasema kwamba yule kiongozi asipotoka ndani hatuwezi kabisa kutoa kitu chochote. Wananchi wanamsimamo kabisa, wamekataa kabisa kutoa kitu chochote. Wasimame. Mungu asimame. Naomba Mungu asimame, na mimi ni muombaji mkubwa na atasimama kupitia wote walioko gerezani. Mungu atawatoa. Asante. Jina lako hujatuambia majina yako. Oliver Richard. Mume wake na mama anaitwa Fatson William Mpango, ni mwenyekiti wa mtaa wa Ibungiro iliyoko Ilemela. Ni baadhi ya wenye viti ambao walitangazwa na uchafuzi ambao kwa kweli ulikuwa ni wa ovyo sana. Kwa walitangazwa na ndio mwenyekiti wa mtaa huo. Mheshimiwa Makamu, orodha ya wazungumzaji ni ndefu sana. Lakini nadhani tutaendelea kuwaita kadri ilivyo kawaida, na sisi kanda tutaendelea kuratibu, tutawaita tena wanahabari ili tuoneshe mzigo ambao taifa linapewa na watawala hawa haramu. Mheshimiwa Makamu, baada ya hapo naomba sasa kwa idhini yako turuhusu maswali kwa waandishi wa habari kama yapo. Naomba utataja jina lako na chombo ambacho unaandikia, alafu makamu utakuja kutuhitimishia kwa kujibu maswali yao. Karibuni kwa maswali. Ndio tutaanza na mbele hapa nyekundu, t-shirt nyekundu. Mbele tu Abdulaziz Sangwani, mwandishi wa habari kutoka Prime TV. Prime TV. Yes. Swali langu ni kuhusiana na msimamo wa chama kuhusu mikutano ya hadhara. Kwa sababu baada ya kutangazwa kwa zuio la mikutano, niliona baadhi ya viongozi wakiwa wanasema kwamba zuio lile ni haramu na halipo kisheria. Lakini ambaye alitoa agizo hili au katazo hili, waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba wanazuia kutokana na hali ile ambayo ilikuwa inananilia kwa tarehe 7. Sasa nataka kufahamu baada ya 7 kupita na hakuna kilichotokea na viongozi wa chama cha Chadema mlikuwa mnasema kwamba ile zuio ni haramu. Nitaka kufahamu kama mtasubiri tena maelekezo yeye atangaze kwamba ameruhusu ndio muendelee na mikutano au msimamo ukoje mpaka sasa hivi? Asante. Naam, karibu. Labda jamani tuelewane kitu kimoja. Tunazungumza jambo very sensitive hapa. Tustiki kwenye hili jambo. Kama mtu ana swali liwe coordinated kuhusu hili jambo. Watu wamekamatwa, watu zaidi ya 51 wamepewa kesi ya ugaidi. Tusitoke nje ya leo. We don't want to kwenda hivi divert our message. Tuna a very clear message tunayotaka iende kwenye public. Asante Mheshimiwa Makamu. Naam, tujielekeze kwenye swala la ugaidi. Ugaidi ni kesi mbaya, haina dhamana, inasitisha ndoto za watu kabisa. Kwa hiyo naomba tujielekeze hapo kama ambavyo Makamu amesema. Karibuni. Karibu Sofia. Kale. Mimi ni Sofia George na fanya kazi na Manara TV. Hii kuhusiana na kesi ya ugaidi ambapo tunaona viongozi asilimia kubwa ni wa Chadema wanaowekwa ndani. Labda mnahisi ni kitu gani hasa mnaona ambacho kinatokea kwa Chadema mpaka kinapelekea serikali kubambikiza baadhi ya viongozi na wanachama wa Chadema, na wapo wengine wa vyama vingine kikiwepo na chama tawala cha CCM ambao hawapewi hizo kesi? Kwa nini labda Chadema imekuwa kila siku ni ugaidi, wanakamatwa ama kubambikizwa kesi mara kwa mara? Na msimamo wenu hasa nataka kujua ni upi kwa serikali? Asante. Naam, karibu. Mimi naitwa Damian Masenene, natoka Nipashe. Nataka kuulizia kwenye swala ulilosisitiza la kumwagiza mwanasheria mkuu wa chama kwa ajili ya kuhakikisha hawa waliokamatwa wanaachiwa. Tunaona chama kinapitia kwa sasa, kinadili hasa na
kesi ya mwenyekiti ambayo inaendelea kule, na ni kama tuseme chama sasa, wanasheria wa chama wako bize na bado yamejitokeza hizi kesi za wanachama wengine 51. Labda kama chama mnafanya jitihada zozote labda kutafuta msaada wa kisheria kwenye jumuiya za kimataifa kuhakikisha kwamba haya kesi kibao ambazo mnakabiliwa nazo zikiwemo hizi zilizojitokeza mpya kwamba wanachama wenu wanakuwa huru? Asante. Asante. Maswali yanaongezeka. Okay, Anania. Naitwa Anania Kajuni, mwandishi wa habari wa Jambo TV. Mi binafsi natamani kuuliza swali kwamba mmesema kwamba mnatarajia kuandikia barua CAF, FIFA kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea nchini. Pengine malengo yenu, pengine hizo barua mpaka lini zitakuwa zimekamilika, na mpaka lini hiyo kesi itakuwa imewasilishwa katika hizo mamlaka? Asante. Naam, swali la mwisho na mimi. Karibu. Naitwa Sada Amiru. Natokea Mwananchi, gazeti ya Mwananchi. Mheshimiwa Heche amesema kwamba huenda na yeye anaweza kaa target ya kubambikiwa kesi kwa mara ya pili. Labda ukiachana na ile ya watu wa Mbeya kushurutisha kurekodiwa, kuna dalili zingine ambazo umeziona ambazo zinakupa hofu labda na wewe utakuwa mwanga? Asante. Karibu. Asante. Mheshimiwa Heche ameagiza mawakili kuendelea kushughulikia kesi hizo haraka iwezekanavyo, lakini kumekuwa na tabia ya kucheleweshwa kwa ushahidi mahakamani. Je, mmejipanga vipi kuhakikisha ushahidi au unashughulikiwa ili waweze kutoka mapema? Jina lako na chombo? Naitwa Tunu Helman, natokea Citizen TV. Asante. Basi la mwisho kabisa, Mheshimiwa Makamu, naona amenyosha la mwisho. Karibu. Asante. Asante. Mheshimiwa Makamu, mimi naitwa Gabone, natoka General TV. Nitaka kufahamu tafsiri ya neno ugaidi. Tumekuwa tukiona nchi ambazo zinaendesha kesi za ugaidi zinakuwa na mahala pake pa kuadhibu wale wanaobainika kwamba ni magaidi. Je, Tanzania ina sheria zinazopambana na ugaidi? Na mtu akibainika kwamba kweli ni gaidi, tuna gereza ambalo ni sahihi la kumhifadhi au la kumfunga mtu aliyethibitika kwamba ni gaidi? Asante. Mheshimiwa Makamu, maswali ni mengi kidogo, nadhani umeyanoti. Karibu sasa ujibu maswali. Sasa kuna mtu ameuliza tunahisi ni kitu gani kinasababisha haya watu wetu kubambikiwa kesi, kutekwa, kuumizwa, mwenyekiti wetu kwa mwaka mzima kuwa ndani. Ni hofu ya Samia na serikali yake ambayo sio halali, kwa sababu wazungu wanasema the guilty are afraid. Wenye hatia wana hofu. Wana hofu kwa sababu hawajapewa mamlaka na wananchi, wamejiweka wenyewe kwa nguvu ya dola. Wana hofu kwa sababu wanajua hawakubaliki. Wana hofu kwa sababu wanajua wanaiba mali za nchi. Wana hofu kwa sababu wanajua wanafanyia watu mambo maovu. Wanaonea watu, wanateka, wanaua. Kwa hiyo wanajua kwamba watu wengine wakiingia madarakani labda wanaweza kushughulika na haya mambo. Kwa hiyo wanatumia nguvu zote walizonazo kujaribu kubaki madarakani na kujaribu kusilence kila anayeweza kusema na kujaribu kutarget. Mimi kabla sijawa makamu mwenyekiti sijawahi kuwa target. Nimefika hapa nimekuwa target. Jana mmeona hata picha zinasambazwa kwamba mke wangu amekamatwa huko Ghana. Mambo mbalimbali yanazungumzwa kwa sababu I'm a target now. Ni jinsi gani wanaweza kuchafua credibility yangu? Ni jinsi gani wanaweza kuniweka ndani? Ni jinsi gani wanaweza kunidhuru? Naelewa dereva wangu recently ameuawa katika mazingira ambayo ni utata kabisa. Mazingira yote yanaonesha ameuawa. It's a message. Ni ujumbe kwangu kwamba we are one step away from you. And here we are. Kwa sababu hatuwezi kuogopa mtu, sio Mungu.
Hakuna Mungu hapa duniani. Tumeletwa na Mungu kwa makusudi maalum. Kwa hiyo hatutaogopa mtu. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hofu ambayo ni hofu kwa sababu ya matendo wanayowafanyia Watanzania, na kwa kawaida kwa matukio kama haya Adolf Hitler aliua watu zaidi ya milioni 6 kwa sababu alikuwa na hofu, na kila unapoumiza watu unakuwa na hofu zaidi. Kila unapofanya jambo baya unakuwa na hofu zaidi. Ndio maana siku moja nilisema speed is useless when you are lost. Speed haina maana kama umepotea njia. Wewe unaenda Shinyanga, gari lako linaelekea Mwanza mjini, na wewe unaongeza mwendo, unazidi kupotea tu. Kwa kwenye mtu mwenye akili unapunguza mwendo, unageuza, unaenda njia sahihi. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wamepotea njia. Sasa badala ya kugeuka waende njia sahihi, anaongeza mwendo. Na kile unapofanya jambo baya linazidi kukuongezea hofu, unazidi kuumiza watu. Juzi tu hapa umeachia watu kwa maelfu uliokuwa umewabambikia kesi za ugaidi tarehe 29. Leo miezi 7 mbele baadaye unakamata tena watu wengine unawekea kesi ya ugaidi. Na Watanzania hawatanyamaza. Unakamata wanafunzi wa vyuo vikuu unawanyamazisha ili wanyamaze. Hawatanyamaza. Historia ya dunia imetuambia tena na tena na tena, kadri unavyofanya mambo mabaya unakomaza watu zaidi, unawafundisha watu kuwa sugu zaidi. Hata baba ambaye ni mkali sana nyumbani kwake, ndio watoto wake huwa wanapata mimba. Fuatilieni tu. Mababa ambao ni wakali zaidi ndio wake zao wanatembea nje ya ndoa. Lakini ukikuta mtu ambaye ni mpole tu, anaongoza vizuri, anatoa tafsiri nzuri, anaelekeza, familia yake inakuwa imenyoka. Angalia familia ambazo zina wavuta bangi, zina watu ambao wameshindikana, ni ambazo nakwambia babake huyo alikuwa mkali huyo. Ukali hausaidii chochote. Sisi wote tuko milioni 65. Samia hawezi kuamua eti rara unarara, amka unaamka, tembea unatembea. Haiwezekani. Hii nchi sio yake, ni nchi yetu sote. Na tuko hapa, tuna katiba, tunatakiwa tufuate hizo taratibu. Ingawa jana Nchimbi amesema hii katiba inamwezesha kuwa mtu mbaya, na ndio inamwezesha kuwa hivyo. Amesema Nchimbi jana kwamba hii katiba inamwezesha rais kuwa dikteta. Na ni kweli ni dikteta kwa sababu anatumia hii katiba kwenye udikteta. Daniel, wanasheria wako busy, ni it's true. Na wao wanataka wa stretch ili tuwe na shughuli nyingi, tutoke kwenye pointi zetu, tutoke kwenye katiba mpya. Sasa tuande kuhangaika na nini? Na ugaidi. Tusidai katiba mpya, tujikute 2030 na 20 imeshafika hakuna katiba mpya. Warudie kuiba uchaguzi, waweke vibaraka wengine watakaolinda uchafu wao. Kwa sababu wanajua kwenye mazingira ambayo kuna katiba hakuna mtu atachagua CCM. Hata JM mnajua hakuna anayeweza kuwapa kura, hakuna mtu anaweza kuwachagua. Namna pekee ya kubaki madarakani ni kustretch chama ambacho kinafanya hizi kazi, kwa sababu vyama vingine vyote ni vikaragosi wao, viko mfukoni. Hakuna vyama vya siasa kwenye nchi ukitoa Chadema. Kwa hiyo ni nini? Ishambulie Chadema, ishambulie Chadema, shambulie viongozi wa Chadema, tisha watu, harasi watu, warudi nyuma. Katika mazingira hayo tunaomba, ndio maana tumesema tutaandikia Amnesty International, tutaandikia Human Rights wa UN Commission, tutaandikia kila mtu. Na sio kwamba tunaandika lini ili na kujibu na yule ambaye tumesha draft barua zitakuwa mtaani kuanzia jana. Tuna chama ambacho ni very active, tuna system ambayo inafanya kazi vizuri sana kwenye chama chetu. Kwa barua nyingi zimeisha kuwa drafted, kuanzia Jumatatu zitakuwa kwenye ofisi zinazohusika. Kwa tunaomba TLS kupitia section 4, wanajua kazi ya TLS ni kulinda watu wanaoonewa hivi. Legal and Human Rights Center watusaidie. Human Rights Defenders, watu wote, mashirika ya kimataifa wasaidie kutuongezea nguvu, kutusaidia fedha za kuongezea mawakili ili mawakili hao wafanye kazi. Watanzania ambao kwa kweli wametuchangia. Leo nimeambiwa tukiwa hapa tulikuwa na milioni 218. Haijawahi kutokea. Milioni 218. Kwa shilingi 1,000, 1,000, 2,200.
kuna mtu amechanga shilingi 100, shilingi 200, milioni 218. Ukizigawa hata kwa shilingi 1000 unazungumzia maelfu ya watu. Ukigawa kwa shilingi 500 unazungumzia maelfu ya watu. Tumefikisha milioni 218. Ina maana kila siku iendayo kwa Mungu, Watanzania wanatuchangia zaidi ya milioni 15,500,000. Kwa tunawaomba waendelee kuongeza nguvu kwa sababu tuko overstretched sasa. Tulikuwa tunachangia baraza kuu, limeingizwa na hili jingine. Mawakili watahitaji kusafiri ili kuja kushughulikia. Kwa hiyo Masianene tutashirikiana na watu wengine wote kuhakikisha tunawapigania hama bwana, kwa sababu ukiwaacha bila kuwapigania unawakatisha tamaa, na wao watasema unaona sasa wamewaacheni, wataiambia familia zao unaona hawa watu watakata tamaa, na sisi hatutakubali watu wetu wakate tamaa. Anania, kuhusu kuandika barua, tunaandika barua hizi na tunafanya hivyo ili dunia ijue. Sio kafu tuna FIFA, tutaandikia mashirika yote ya kimataifa kwamba kuna wanachama wetu 51 kwa mujibu wa serikali ya Samia wameshtakiwa kwa kesi za ugaidi. UN tusaidie kufanya validity yake na nini na watu wajue, kwa sababu hili jambo likibaki humu kimya kimya linatuumiza sisi. Na mtu anayesema sisi tunachafua nchi kimataifa ni mjinga kabisa. Wanaochafua nchi kimataifa ni hao wanaofanya haya matukio. Tunaelewana vizuri? Wewe dada, ukiwa na mume wako ndani akachukua panga anataka kukukata humo ndani, eti useme nikitoka nje hapo kulia jirani wanisaidie, ni aibu, utakuwa mwenda wazimu, atakuua. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ukikimbia nje kwa majirani hapo kupiga kelele, umetumia akili. Na ndicho tunachofanya si Chadema. Majirani tusaidie, wanatuua humo. Ndio maana tutasema UN, tutasema Uingereza, tutasema kila Commonwealth, tutawaambia everybody, tutamwambia Umoja wa Ulaya, ni Marekani, everybody atajua kinachoendelea huko. You won't kill us inside here silently. We won't die silently. Tutakufa na kelele. Sawa. Kwa tutaandika hizo barua bwana Anania. Saada anauliza dalili. Huhitaji hata mimi I know. Nilisema tukiwa Tabora kwamba nafuatiliwa. Na tulipiga picha za magari ya serikali yananifuatilia. Tangu tukiwa Njombe, nilisema kwenye mkutano wa hadhara, iko kwenye public domain. Ukiona watu wanatengeneza video ya uongo kwamba mke wa Heche amekamatwa, mke wangu mimi hata Ghana hatajui ipo, yuko hapo nyumbani na watoto wangu, sio? Maana yake ni nini? Ni kwamba niko targeted. Lakini nataka niwaambie Watanzania watakubali. Watanzania wanatulinda na Mungu anatulinda. Kwa hiyo dalili ziko zote sasa. Mimi nilikamatwa, nikakaa siku 21. Kwanza kwa mujibu wa sheria, mtusaidie kuambia Watanzania. Mtu akikamatwa akapelekwa mahabusu, anatakiwa kukaa mahabusu ya polisi masaa 24 peke yake, au ameshafikishwa mahakamani. Kama muda wa masaa 24 ukivuka, polisi in charge kama ni mkuu wa kituo anapaswa kwenda mahakamani akaomba kibali cha mahakama kwamba tunaendelea kukaa na huyu mtu kwa siku nyingine 2, tunamhoji hatujamaliza. Mimi nimekaa siku 21. Nimekaa Mtumba siku 14, nikahamishiwa Mburahati siku 7. Bila maelezo yoyote, kinyume cha utaratibu wa sheria. Mwenyekiti wetu wa Geita, Neema Chozaire, amekamatwa, amekaa kituo cha polisi zaidi ya siku 20, amepigwa vibaya, hawezi hata kutembea vizuri. Ameenda mahakamani, wamemwachia, wamemfungulia kesi kwamba alikuwa anapanga conspiracy ya kufanya nini? Kuua askari. Amepewa dhamana. Ametoka. Jana wanamtafuta ili wampe kesi ya ugaidi. Wameenda nyumbani kwake kusachi.
mtu ambao wamemwachia wenyewe, na wapo wengine. Dada mmoja anaitwa Pendo Kireo na wenzake wako kituo cha polisi cha Ng'ombe, viongozi wa Chadema, kwa zaidi ya siku 20. Kuna kijana anaitwa Alfred Masanja. Alfred Masanja na mwingine anaitwa Maarifa. Alfred Masanja ni katibu wa Chadema Shinyanga. Ni katibu wa Bavicha Shinyanga. Amekamatwa sasa ni zaidi ya siku 20. Jana walienda naye mahakamani, wakafika wakasomea wengine mashtaka, yeye wakarudi naye. Kwa nini tunayasema haya? Unaweza ukaja kushangaa wanakuambia hawakuwa naye. Kwa sababu unapoondoka na mtu kituo cha polisi, kuna sehemu ana saini kwamba ameondoka. Umeenda naye mahakamani, alafu hujamsomea shtaka na umerudi naye. Hapa katikati unaweza kusema huyu mtu sisi tulimwachia. Kwa hiyo tunajua wako naye. Kuna Maarifa yuko zaidi ya siku 20 na yeye yuko ndani. Kwa hiyo tunaelewa, sio mimi tu, viongozi wote karibia wa Chadema ni target. Mwenyekiti wa mkoa huyu amekaa ndani, hawa wakina Zakaria ni watu ambao kila mtu ambaye unamuona hapa kwa sababu tu ya kuwa Chadema ni target. Sio mimi tu, kuanzia mwenyekiti wetu mpaka kila mwanachama. Tunu Herman anauliza kuhusu kuchelewesha kesi. This is a political motivated case. Nia yao ni kuchelewesha kesi, kwa sababu hamna kesi. Kesi ya Lissu sio kesi, inapaswa imeisha. Mpaka sasa kesi imesikilizwa. Kwa mfano, walikata rufaa, imeenda mahakama ya rufani. Mahakama ya rufani iko kimya. Wote tunajua mahakama ya rufani inavyofanya kazi. Lissu anazuiliwa kuonana na mawakili. Mmesikia juzi tulikuwa na kesi pale, watu wengine wanaruhusiwa, yeye anapewa treatment tofauti. Kwa hiyo yuko pale kwamba tukukomoe mpaka upige magoti. Ndio maana kuna vibaraka wanasema twende kwenye kitu kinaitwa maridhiano ili Lissu aachiwe. Kwa hiyo Lissu amekamatwa kama blackmail. Yaani anatumika kutulazimisha sisi tufanye mambo ambayo sio sahihi. Kwamba wanakukamata alafu wanakuambia njoo utupigie magoti ili tukuachie, na sisi tumekataa. Watamwachia kama walivyomkamata. Na watamwachia tu. Hakuna sehemu watampeleka, na chochote kikimtokea kibaya tulishasema haitakubalika. Kama alivyoingia mzima, wanachadema na Watanzania wanataka atoke akiwa mzima hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hatupiga magoti. Hatutapiga magoti. They are dealing with wrong people. Hilo lieleweke. Kwa nia yao ya kuchelewesha kesi ni kuonesha, na inatupa kiu zaidi ya kupigania katiba mpya. Tuwe na mahakama ambazo haziko controlled. Tuwe na DPP ambaye haielekezwi na wanasiasa. Tuwe na polisi ambao ni professional, ambao hawezi kuja kukamata mtu mwema na kumpa kesi ya ugaidi. Mmemwona juzi yule afisa wa magereza anahojiwa pale, ni aibu tupu. Aibu tupu. Anasema hivi, anasema hivi, anasema hivi. Tunahitaji mahakama ambazo majaji wanatokana na merits, uwezo. Content of your brain, sio who you know, is what you know, ndio kitakuweka kwenye nafasi. Kwa kucheleweshwa ndio lengo hasa la hizi kesi. Ndio maana wanafungulia watu kesi ambazo hazina dhamana. Kijiuliza kwa nini watu wafunguliwe kesi? Viongozi wa Chadema sasa hivi wanafunguliwa kesi aina ngapi? Ni ugaidi, uhaini, labda watafungulia na kesi za uhujumu uchumi ambazo hazina. Viongozi wa Chadema utawaona kwenye kesi aina ngapi? Kwa sababu kwenye kesi za uchochezi wanajua tutaenda, tutapewa dhamana, tutadili nao, tutaendelea kuwashughulikia. Kwa wanafikiri wanaenda kututunza kule, lakini wanachafua nchi. Hakuna mwekezaji atakuja. Wachezaji hao wanaowaita wa mpira watakuja hapa, wana hofu nchi ya kigaidi. Nani anataka kwenda kwenye nchi ya kigaidi? Hakuna watalii watakuja, na sisi tutaandika, tutaeleza. Kina Dangote. Ndio maana watu wanakuja, wawekezaji wanaenda kuwekeza Kenya. Sasa Gabon ameuliza tafsiri ya ugaidi. Sisi sote tunajua
gaidi ni nani na ugaidi ni nini. Kwa sheria zetu ni mtu ambaye anataka kulazimisha jambo fulani litokee, iwe la kisiasa au itikadi ya dini au nini, kwa kutumia mabavu. Nyie ni mashahidi. Mwenyekiti wa mtaa wa Ibungiro, mwenyekiti pekee wa Chadema ambaye alishinda Mwanza nzima hii, analazimisha nini kisiasa apate huyo mtu? Abel Mwesa amekuwa kiongozi wa Chadema hii tangu mimi nasoma chuo kikuu Sauti mwaka 2006. Abel Mwesa amekuwa mwenyekiti wa mtaa. For God's sake, Abel Mwesa analazimisha nini apate? Kinachomfanya Abel Mwesa awe gaidi? Abel Mwesa, a very humble man from a very humble family, ni mtu anahangaika na maisha yake, anatamani abadilishe nchi hii, kwamba si tuna dhahabu, kuna dhahabu nyingine imefumuka hapo, wazungu wamepewa huo mgodi wa Sengerema, unaenda kuwa mgodi mkubwa kuliko yote Afrika. Anafikiri tukiwa na utawala mwingine, labda hii dhahabu itanufaisha watoto wake, wapate hata barabara ya rami hapa, au wapate maji, au wapate shule nzuri, au yeye akiugua atibiwe. Ndio Abel Mwesa anachotaka, na sheria zetu zinaruhusu hivyo tangu mwaka 1992. Anakuwaje gaidi Abel Mwesa? Ugaidi wake ni kuwa Chadema. Jackson Mnyawami, katibu wetu wa kanda, amekuwa kiongozi Iringa, wapi, track record yake inajulikana. Anakuwaje gaidi kwenye nchi hii? Ni uonevu. Na uonevu haujawahi kushinda. Haujawahi kushinda. Makaburu walifanya hivyo kwa miaka mingi sana, lakini walishindwa. Historia inatuambia kote duniani, kote, anzia Mfalme Louis wa 16 Ufaransa, Russian Revolution, wakina Adolf Hitler, hakuna dikteta ambaye amewahi kufanikiwa kwenye hii dunia. Na nataka nimshauri Samia, huwezi kuwa dikteta wakati hata watu wako hawana maji. China wanafanya udikteta kwa sababu shule zipo, barabara ipo, mtu hana shida na elimu, hana shida na kazi. Unakuwaje dikteta wakati watu hawana hata maji hapa? Nani atakukubali umdikteti? Unatwanga maji kwenye kinu. Unakuwa dikteta wakati era zinaibiwa kila sehemu, watu wanaona. Watu watakubali. Utamkamata Heche, ataibuka Heche mwingine. Utamweka Lissu ndani. Si walisema wanamweka Lissu ndani chama kitakufa? Kimekufa. Ndio kinakuwa cha moto zaidi. Wakimweka Heche atakuja Chagurani, atakuja Abadi, atakuja nani, yani huu moto umeshawaka. Hakuna namna ya kuuzima. Asanteni sana, na la mwisho,